Kwa hiyo mimi naitwa Nixon George, ni kiongozi mkuu wa ubunifu, mikakati na msimamizi wa chapa kampuni ya Jambo Group, lakini pia ni kiongozi mkuu wa Jambo Media. Katika kuelekea sikukuu ya Pasaka, sisi kama Jambo Group kupitia bidhaa yetu ya Jambo Zoo tunawakaribisha Watanzania wote wanaoishi kanda ya Ziwa kuweza kupata au kufika kwa ajili ya kurefresh na kusherehekea sikukuu yao ya Pasaka hapa Jambo Zoo. Katika sikukuu hii ya Pasaka, kwa kiingilio cha shilingi 20,000 tu, wewe pamoja na familia yako, 20,000 kwa kichwa, utakuja wewe pamoja na familia yako, utakaa hapa, utapata nafasi ya kuweza ku-experience asili ya mbuga za wanyama kwa eneo la karibu kabisa hapa Jambo Zoo. Maana yake ni nini? Badala ungetoka kusafiri kwenda mbali, kwenda mpaka Serengeti ukaone wanyama pori, una nafasi ya kuja hapa Jambo Zoo na kupata pumziko lako ukiwa na familia yako, ukapiga picha na wanyama waliopo hapa, lakini pia ukajifunza mambo mengi na sikukuu yako ikawa ina historia ya kipekee sana. Hivyo basi tumekupa nafasi ya kuweza kujua kiwanja cha wewe kwenda kurefresh sikukuu hii ya Pasaka, nacho si kingine ni Jambo Zoo. Utakapokuja Jambo Zoo unapata nafasi ya kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuonja kinywaji chetu kipya ambacho tayari kimeshaingia sokoni na soon tunaenda kukizindua. Ni vinywaji viwili. Kinywaji cha kwanza kinaitwa Jambo Lim. Hiki hapa, hii ni bonge moja la soda yenye msisimuko wa pekee sana ambao inakufanya uweze kuishi utakavyo. Na ndio maana tunasema hivi, Jambo Lim, cheza utakavyo. Inakupa experience ya wewe kuweza kufanya vile vitu ambavyo ulikuwa huwezi kuvifanya kwa nguvu ulionayo. Lakini kinywaji cha pili ambacho utafurahia nacho ni Jambo Power Boom. Hiki ni kinywaji cha nguvu kabisa, cha kipekee, cha utofauti, kinachokupa nguvu ya wewe kuweza kutimiza malengo uliyojiwekea, kutimiza ama kuzifikia zile ndoto ambazo umejiwekea au zile ambazo unaziota. Unataka kuwa mwanamichezo mzuri, unataka kuwa mtu ambaye unafanya kazi kwa mwenye mafanikio zaidi, unataka kupata certificates nyingi, unataka kufikia ndoto yote ambayo uko nayo kwa nguvu yoyote ile. Jambo Power Boom ndio kinywaji ambacho sisi kama Jambo Group tumeweza kukileta ili kiweze kusukuma kuweza kutimiza ndoto zako. Kwa hiyo una bahati kwa wewe Mtanzania ambao utakuja kwenye Jambo Zoo yetu ku-experience vinywaji hivi hapa vipya ambavyo vitakupa nguvu ya kucheza utakavyo, lakini pia vitakupa nguvu ya kuweza kutimiza ndoto yako. Ndio maana tunasema hivi, Jambo Power Boom, lipua ndoto zako. Maana yake kwamba kuna watu wana ndoto zao lakini wanashindwa kupata ile nguvu ya kuweza kuzifikia. Kwa Jambo Power Boom italipua ndoto zako na utafikia malengo yako. Jambo Power Boom hiki ni kinywaji kilichoboreshwa zaidi. Kwa hiyo ni hizi bidhaa mbili tofauti. Kwa hiyo tofauti yake ndio maana inaitwa boom, kwamba ni nguvu ambayo inakupa msisimko wa kuweza kuyafikia yale matarajio yako. Hiyo ndio tofauti na kinywaji kingine. Kile kinakupa nguvu ya kuweza kutimiza mambo uliyojiwekea. Kwa majina naitwa Babu Burhan Kajuna, mimi ni mhifadhi kutoka bustani ya wanyamapori ya Jambo. Kwa haraka, kwa nyuma yangu kama tunavyoona, kuna wanyama mbalimbali. Kuna wanyama kama pundamilia, kuna wanyama kama mbuni, swala, pofu na wengine kibao ambao kwa hapa hawapo kwenye baadhi ya maeneo. Sisi tunapatikana Ibadakuri, Shinyanga, mkabala na kiwanda cha Jambo. Hapo ndio zoo yetu inapatikana. Na tunakaribisha watu wote, wakubwa na watoto. Gharama zetu za kiingilio ni shilingi 20,000 kwa wakubwa, watoto shilingi 10,000. Tuko siku zote za kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tunafanya mambo mbalimbali kwa hapa ndani. Moja, kwanza utapata utulivu wa akili. Kuangalia wanyama wakiwa kwenye maeneo yao kama vile hivi, unapata utulivu wa akili, lakini pia ni sehemu ya kujifunza. Ukiwa hapa ndani hutaona wanyama peke yake. Utajifunza sifa ya kila mnyama na tabia zao wakiwa hapa ndani. Mfano, tuna wanyama kama punda milia na twiga. Kila mnyama ana tabia yake akiwa hapa ndani. Sasa hizo tabia nazo pia zinaonekana hata kwa watu. Kwa kupitia hivyo tunaweza kujifunza kukaa na wanyama, lakini pia kukaa na watu wa jamii kama hiyo. Tumeamua kuwasogezea bustani ya wanyamapori ya Jambo. Hiyo itasaidia kwanza kuokoa gharama za usafiri. Mtu atoke hapa aende kwenye kivutio ambacho kipo kilomita 100 na zaidi. Tukiwa hapa Shinyanga mjini, maana hapo tumesha save kwa gharama ya usafiri, lakini pia gharama ya usumbufu na muda. Mbali na hivyo,
hivi ni vivutio ambavyo vipo karibu na watu. Kwa hiyo mtu hata unapata nafasi pale kazini kwako, basi kwa weekend au siku kama vile hii, baada ya kusafiri kwenda mbali kutoka Shinyanga mpaka kufika hapa, ni sehemu ya karibu sana. Kwa una save muda, lakini pia save pamoja na pesa. Kwa vitu kama vile hivi vina save na kuokoa vitu vingi sana, tofauti na vitu ambavyo viko mbali. Wanyama wakali kama nilivyosema mara kwanza, wanyama wakali hao tunatarajia kuwa nao siku za mbele, lakini kwa sasa hivi tuone kwanza mafanikio ya hawa wanyama waliopo hapa, wamefanikiwa vipi kuweza kustahimili na kuendana na mazingira yaliyopo kwanza. Hapo baadaye tunatarajia kuleta wanyama wakali kama akina simba na fisi, kwa sababu hao ni wanyama ambao pia ni sehemu ya kivutio, lakini pia wanyama ambao wanatamani sana watu kuwaona mara kwa mara. Mjumbe kama mtendaji kwenye Shinyanga Press Club, nilikuja na wazo hili la Jambo Zoo. Nikasema pia kwenye ofisi ya klabu ya waandishi wa habari, tukalijadili kwa pamoja. Lengo letu kubwa lilikuwa ni kwamba kuhamasisha utalii wa ndani. Tunaona pia katika filamu ya Masamia Royal Tour, kama sio utalii wa ndani, kama sio waandishi wa habari, tuhamasisha sisi pia utalii wa ndani, sababu utalii wa ndani unaongeza pia fedha za kigeni za nje na kupata fedha nyingi ambazo zitachochea maendeleo. Sisi tukaja na wazo letu hili, tukaona tuanze na Jambo Zoo kwa kumpromote mwekezaji ambaye ni mzawa kwa hapa Shinyanga. Tunaona kwamba ni jambo jema katika kupromote masuala ya Jambo Zoo, masuala ya utalii, ili wananchi wa mkoa wa Shinyanga pia wafanye utalii wa ndani katika eneo hili la Jambo Zoo na kuweza kufurahi pamoja na familia zao. Tunahamasisha wananchi wa mkoa wa Shinyanga waje kufanya utalii wa ndani, kwa sababu eneo hili pia ni karibu kuliko kwenda Serengeti ambao ni mbali, lakini katika hapa huyu mwekezaji mzawa ametetea Jambo Zoo hapa. Kwa hiyo tunahamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi kuja kutembelea Jambo Zoo, wapige picha pamoja na familia zao, wafurahi pamoja. Hata katika siku ya Pasaka waje watembelee katika maeneo haya na kurefresh mind na kuwa pia katika hali ya kifamilia. Bustani za wanyama za maeneo haya kwa karibu zinasaidia, kwa sababu ukiangalia kwamba kama kwenda mbuga zingine za wanyama kule ni gharama kubwa, kwanza usafiri kwenda kule, ufike, malazi, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa, ni gharama zinakuwa kubwa. Lakini kwa maeneo haya jirani na makazi ya watu inakuwa ni gharama chache, ni kufika tu hapa, kiingio chako ana kiingio pia ni rafiki, unapiga pia picha na wanyama na kuona wanyama kwa karibu na kupata pia elimu na kuhamasisha pia utalii wa ndani, ambao utalii wa ndani unasaidia pia katika masuala kama nilivyozungumza fedha za kigeni. Naitwa Josephine Charles, ni mwandishi wa habari kutoka klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Shinyanga. Tumetembelea leo Jambo Zoo. Umuhimu wa kutembelea haya maeneo hasa yanapokuwa karibu na makazi ya watu, kwanza Mtanzania anakuwa anaepukana na zile gharama ambazo ni kubwa za kutembelea labda mbuga zingine za wanyama zilizopo nje ya Shinyanga, lakini kwa hapa Jambo Zoo angalau gharama ni ndogo, lakini pia hata gharama ya usafiri ni ndogo, tofauti na ambapo ungeweza kusafiri kwenda sehemu nyingine. Neno langu kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga na nje ya Shinyanga, kwa maana ya kwamba Tanzania kwa ujumla, kwanza waweze kuwa na tabia ya kutembelea maeneo mbalimbali ya wanyama ya uhifadhi, iwe ni uhifadhi ule, lakini pia hizi bustani ambazo zinaanzishwa na watu binafsi ama kampuni, ili waweze kujifunza. Watajifunza tabia mbalimbali za wanyama, ndege na kadhalika, lakini pia wata experience ile hali ya kulisha wanyama. Unajua mnyama huwa siku zote ni mkali, lakini hapa ambaye amesha trainiwa tayari kukaa na watu wa aina mbalimbali, unaweza kumlisha, unaweza kumshika sikio, hakuna shida yoyote. Kwa ni wahamasisha wa Tanzania wenzangu waweze kutembelea maeneo kama haya kwa ajili ya kujifunza ili waweze kuelimika. Naitwa Stella Ibengwe, ni mwandishi wa habari wa ZBC. Kupitia ziara hii ya kutembelea hifadhi hii ya utalii Jambo Zoo, ni jambo jema sana ambalo tumejifunza sisi waandishi wa habari, na tunawahamasisha Watanzania wengine wajenge utamaduni kwa kuwa wanatembelea vivutio vya utalii vilivyopo katika maeneo yao, yani vivutio vyetu vya ndani. Na hii ni hatua mojawapo ya kuunga mkono juhudi za Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ile filamu yake ya utalii ya Royal Tour. Kwa hiyo na washauri sana Watanzania wenzangu, hasa wakazi wa kanda hii ya Ziwa, mikoa jirani na mkoa wetu wa Shinyanga, waweze kujenga utamaduni wa kuwa wanatembelea vivutio vyao vya ndani. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza
blend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.